Na mtazamaji, turudi tena kaliko mwenzetu Ben Kirui ambaye anafuatilia kila matukio katika mkasa ule wa bweni ulioacha watoto wetu ama ndugu zetu 16 kuaga dunia, wengine wakipata majeraha. Tusikie kinachoendelea kwa sasa. Naam, bila shaka Rashid, hapo awali nilivyokueleza ni kwamba hapa tuna hema mbili. Kuna moja hapa ya wazazi kujisajili kabla kuelekea pale kupata ushauri na saha kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu la Red Cross, na uliona vile ambavyo wazazi walifika hapa wakiwa katika hali mbaya, wakiwa katika hali ya majonzi, na yule ambaye anaungana naye ni afisa mkuu kutoka Red Cross ambaye atatueleza tu kila ambacho kinajiri hapa, ule ushauri na saha ambao ama ushauri ambao wazazi wanapewa. Bwana Mushiri, karibu, jitambulishe tena, alafu tueleze kipi ambacho hatua kwa hatua jinsi ambavyo mnafanya hapa, sawa, kwa wale wazazi ambao wameathirika, wale wazazi ambao wanasaka wanao wajui walipo. Na je, tayari wameambiwa kama mtoto wao ni mmoja wa wale 16 ambao wameaga dunia? Kwa jina naitwa Anthony Mushiri kutoka shirika la Msalaba Mwekundu kitengo cha dharura. Kwa leo tuliweza kuitika mwito wakati kulikuwa na mkasa wa moto kwa mkia usiku wa leo, na tumeweza kuwasaidia wale wanafunzi ambao walikuwa wameathirika na kuwakimbiza hospitalini. Kati ya walioathirika 79 tayari 71 wameweza kuachiliwa ama kuwa discharged kuelekea nyumbani. Tumebaki na watoto 7 walio hospitalini bado, na sisi kama shirika tunaendelea kupeana ushauri kwa wazazi na watoto, wanafunzi na pia wale ambao wanawafunza. Kwa hivyo mtu yote ambaye amekuja sehemu hii na ambaye ameathirika tunampatia ushauri. Zaidi tunapata kufanya patanisho ya wale ambao wanakosa wapendwa wao. Hivyo ni kumaanisha kwamba kama hujaweza kupatanishwa na mtoto wako na ukaenda naye nyumbani, tunaendelea kupea ushauri tukijaribu kujua ni vipi ambavyo shirika la polisi ambao wanafanya uchunguzi ndiweze kujua either kupitia DNA mtoto ni wa nani na mzazi ni yupi. Baadaye pia tutakuwa tunaendelea kupeana ushauri hata wakati huo ukifikia ambao wataweza kuelezewa bichi na mbivu ya nani mtoto wake ama nani aliaga. Hadi sasa ni wazazi wangapi ambao wamefika pale na wanasema kwamba hawajapata watoto wao? Sana kusema ambao hawajawapata. Wale ambao tumeweza kuwapatia ushauri kufikia sasa ni 62 ambao wamekuwa wakipitia kwa hema yetu, tunaelezana na tunaweza kupea ushauri. Naam, asante sana Rashid. Ulivyosikia, huyo ni afisa wa kusimamia idara ya dharura katika eneo hili, Bwana Anthony Mushiri. Amesema kwamba bado wako na kibarua kigumu sana kuweza kuwapa ushauri wale wazazi ambao bado wako katika hali ya majonzi na sintofahamu. Kwa hivyo Rashid, tutazidi kukita kambi hapa tukisubiri pia taarifa kutoka kwa wizara mbili, wizara ya usalama wa ndani na vile vile wizara ya elimu. Naam, shukran sana Ben Kirui. Nafikiri ni taarifa ambazo tunazihitaji sekunde baada ya sekunde. Kama kwa hivi sasa ni kwamba kuna usajili unaofanyika, alafu baadaye watakuwa wameweza kusajili wale wazazi kujisajili. Kitakachofuata ni kupitia katika hema lile la ndugu zetu wa shirika la Msalaba Mwekundu, kwa sababu waweze kupata kidogo kutayarishwa, ima mtoto wake labda pengine ndio aliyepata majeraha, na kwa kusikitisha endapo labda pengine mtoto wake ndio yule ambaye ameaga dunia. Kumbuka pia kuna wanafunzi wenyewe ambao walishuhudia mkasa, wanapaswa pia vile vile kuweza kupata ushauri na saha.